yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu libariki neno hili na wote walisikiao. Amen. Salimie jirani yako kwa niaba yangu, mwambie habari za jioni rafiki yangu. Mshike tu mkono kwa upendo, mwambie habari za jioni rafiki yangu. Ubarikiwe sana na Bwana. Hongera kwa kuwepo jioni ya leo tena. Punga mkono tena juu namna hii, tumsalimie Mungu wetu namna hii. Sema amen. Haleluya. Maneno haya mazuri sana tunayasoma yanahusu habari ya tumaini la mtu aliyekatishwa tamaa, ambalo linaleta kuchipuka upya, kwa sababu Mungu anairejesha furaha iliyofichwa na kupotea. Nabii Isaya huyu ni miongoni mwa manabii wakubwa waliotajwa kwenye Biblia. Biblia ina manabii wengi sana, lakini hawa watu kama akina Isaya, akina Yeremia, akina Ezekieli, akina Danieli wametajwa kama manabii wakubwa kwa sababu jumbe walizoziandika kwenye vitabu, yaani Biblia, zilikuwa ni ndefu, yalikuwa ni maneno mengi. Mfano, Isaya kitabu chake kilikuwa na jumbe 66. Kwa hiyo alikuwa na maandiko mengi, lakini sio peke yao. Kuna manabii wengine wakubwa hawakuandika vitabu kwenye Biblia, akiwemo huyu Elia, akiwemo Elisha, na wengine wengi akina Mikaya hawakutajwa hapa, lakini wana mambo yao makubwa. Ukisoma Biblia imeeleza. Jamani, haleluya, Bwana asifiwe. Unapenda nikwambie kwa nini ninanena habari ya nabii? Leo hii kumekuwa na manabii wengi, lakini wale manabii wengi hawakutumwa na Mungu, na ule unabii unanena sio wa Mungu, na kinachanganya watu wa sasa, kanisa la leo, ni kule kuona mtu anaeleza juu ya uchawi uliofunga maisha ya mtu, vile mtu anaeleza jinsi maisha yako yalivyo, unajua kwamba huo ndio unabii. Hapana, sio kila sauti inayoeleza mambo yako ni sauti ya kinabii. Lazima uelewe nabii ni nani. Jamani, amina, unanielewa eh? Kuna vitu vinne vinavyofunua mambo ya sirini. Kitu cha kwanza kinaitwa unabii. Kuna kitu cha pili kinaitwa neno la kinabii. Kuna kitu cha tatu kinaitwa macho ya rohoni, na kuna kitu cha nne kinaitwa sauti ya ufunuo. Hivi vitu vyote vinne huwa vinafunua siri za rohoni, lakini katika kufunua siri za rohoni vyote vimegawanyika sehemu mbili. Kuna unabii wa kimungu, kuna unabii wa kishetani. Kuna neno la kinabii la kipepo, na kuna neno la kinabii la kimungu. Kuna jicho la rohoni la kipepo, na kuna jicho la rohoni la kimungu, na kuna neno la ufunuo la kishetani, na kuna neno la ufunuo la kimungu. Bahati mbaya sasa hivi, kwa sababu maisha ya wanadamu yamejikita sana kuhitaji uponyaji, kuhitaji mafunuo ya rohoni,
Kila sauti inayonena na mtu wanaiamini imetoka kwa Mungu. Lakini nisikilize, sasa hivi na shetani anadanganya watu, lakini Mungu wetu yeye ananena kwa sawasawa na lile neno alilolituma. Jamani, haleluya! Unabii wowote ulio nje ya Biblia sio wa kweli, ni wa uongo. Tunaelewana? Bwana asifiwe. Utamjuaje nabii wa uongo? Bwana ni simple, ni kile anachokiongea sio cha kweli basi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mfano, Yesu alisema hivi, mmepewa bure, toeni bure. Maana yake tu, kama ni kukuombea tukuombee bure. Lakini anayekuja anasema ili uombewe kuna maombi ya 100,000, maombi ya 200,000. Huo ni ukweli Huo ni nini? Kwa hiyo huyo nabii ataitwa nabii wa nini? Hata kama anasoma Biblia, hata kama anahubiri Injili, amelipinga neno la nani? Anachokiongea ni nini? Uongo. Amen. Lakini kuna jingine anasema, amwaminie Yesu anao uzima kisha tele. Sasa mtu hataki umwamini Yesu, anataka uamini mafuta ya upako, anataka uamini maji ya upako. Huyo ni nani? Muongo kwa herufi kubwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kumjua nabii wa uongo ni kitu simple tu. Kila anachokifanya kiko kinyume na neno la nani? Hata kama ni ufunuo, hakuna ufunuo ulio nje ya doctrine ya Mungu, na doctrine kuu ya Mungu ni Biblia. Hii Biblia maana ni neno la Mungu lililohakikiwa kwa saini ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Huyu Isaya huyu alikuwa mmoja wa manabii. Sifa 3 za nabii. Moja, nabii ni mtu ambaye yuko tayari kufa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Maisha ya nabii ni maisha ya maombi, ni maisha ya ibada. Nabii hana skendo, sio mwizi, sio tapeli, sio malaya. Nabii ni mtakatifu, maana kinywa cha nabii kimehifadhi maarifa ya neno original kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini 2, nabii ni mtu ambaye yuko wakfu kwa ajili ya Mungu saa zote, asikilize na nene neno litokalo kwa Mungu. Hana uchakachuaji. Bwana asifiwe. Ukimuona mtu anakwambia wewe ni umbwa, alafu ni mtumishi wa Mungu, hata kama ni mchungaji, huyo sio mtumishi, alishapoteza sifa. Maana nabii wa Mungu, mtumishi wa Mungu, ana neno lenye maarifa na hekima ya Roho Mtakatifu. Mungu hatukani matusi, Mungu hadharalishi watu, Mungu hadhihaki watu. Mungu amejaa maarifa, amejaa hekima, amejaa huruma, na ndani ya neno la Mungu kuna hukumu ya kweli na ya haki juu ya wenye uovu. Bwana asifiwe sana. Ukiona mtu anaanza kutamba, anasema utaniambia nini wewe umbwa, nisikilize wewe mpumbavu, mjinga mkubwa, madhabahuni, na anasoma Biblia, hata kama nikatekela, ukinisikia na kuita pumbavu, mjinga mkubwa, umbwa, sijui nini, ujue Roho Mtakatifu alishaniacha, ila anatumikisha elimu tu. Leo nawaongea na manabii kidogo na wachungaji. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kinywa cha nabii kimehifadhi maarifa ya Roho, na Roho huyu ambaye ndo Roho wa Bwana anaitwa Roho Mtakatifu. Sio mbade wa matusi, hatishiani kuuana, hana kisasi.
cha kwamba tutaona kama kesho utaamka. We nani uniue leo? Yeye ni Mungu mwenye uweza, mwenye huruma, na tuko kwenye kipindi cha neema ya Yesu Kristo. Sheria ya Roho imetuweka huru. Bwana asifiwe. Lakini sifa ya tatu ya nabii, nabii ni mtu aliyebeba jumbe tatu. Jumbe ya kwanza, haki ya Mungu ya urejesho kwa ajili ya wanadamu. Jumbe ya pili, hukumu ya Mungu kwa wenye dhambi watendao uovu. Lakini jumbe ya tatu, tumaini kwa watu waliovunjwa moyo, kwamba Mungu bado yupo, anaweza kuwasaidia. Tamani, haleluya. Nabii atangazi mizimu peke yake. Eti naona mama mkwe wako ni mchawi. Naona. We siku zote unamuona mama mkwe tu. Ina maana Mungu ana mpango na mimi? Bwana asifiwe sana. Hebu mwambie mwenzako usipende kutabiriwa uchawi. Mwambie tena usipende kutabiriwa uchawi. Alafu ngoja niwaibie siri walokole wa Kristo. Bwana asifiwe. Unapotabiriwa vitu vya kichawi, vinakushusha hadhi ya rohoni. Utajiona siku zote wewe umepigwa na mapepo, umepigwa na majini, umepigwa na mizimu, unahitaji kusaidiwa. Lakini wakati mwingine Biblia inasema jitahidi kujionyesha wewe umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari. Na Mungu alinena nini? Anasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Hata waloge hatukatai, maana si tuko duniani. Wataloga, lakini watalogeka wao wenyewe. Watachimba shimo mpaka na kaburi, ndio hatukatai, lakini watazikwa wao wenyewe. Mungu wetu atatupigania. Jamani, haleluya. Mwambie mwenzako, ondoa wasiwasi juu ya kifo. Ondoa wasiwasi juu ya wachawi. Wachawi ni mende, kunguni, viroboto, sisimizi, panya. Hawana nguvu yoyote juu ya mtu aliyeokoka, maana anaye Yesu Kristo na anaye Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya. Tukitetemekea sana maufunuo ya kipepo, mbona hadi Yesu atarudi hatuendi mbinguni? Na ndio maana sasa hivi walokole wa leo, si Mkristo, mpagani, wote ni sawa. Inaumiza sana unapoombea huyo aliyeokoka analipuka mapepo, na ambaye hajaokoka analipuka mapepo. Unajua hata sisi waombaji inatuuma kwamba sasa wa Mungu ni nani na wa shetani ni nani? Na unajua kwa nini Wakristo wanalipuka mapepo? Ni kwa sababu imani juu ya Mungu wao wamepoteza, kwa sababu ya kusikia maneno ya uongo kutoka kwa manabii wa uongo wanaowatabiria habari za kushindwa. Lakini nataka nikwambie, Mungu wetu sisi ni mshindi. Mungu wetu anazo nguvu. Jamani, haleluya. Tunapookoka tunakuwa salama, hatuhukumiwi na mauti, hatuonewi na shetani. Mpaka umekuwepo, si mali ya laana, ni mali ya baraka. Kuna mtu hapa ananielewa? Punga mkono kwa Bwana Yesu namna hii. Naona kuna mtu anayenielewa, na ukinielewa pokea ushindi katika jina la Yesu. Sema amen. Hebu mwambie mwenzako, mimi kuanzia leo nafuta unabii walioutabiri juu ya maisha yangu. Hata kama walichokitabiri kinaelekea ukweli, imradi kinahusu kushindwa kwangu, kuanzia leo ninaufuta huo unabii. Na mimi nakutamkia kwa jina la Yesu, utabiri wa kushindwa hautatimia tena kwenye maisha yako, maana Kristo Yesu yu hai, alikufa na ameshafufuka. Pokea ushindi.
Wanasifiwe. Isaya ni nabii mmoja wapo alikuwa analinena kweli. Nabii wa kweli siku zote hapendwi. Maisha yake ni riski, anawindwa. Wale wote wenye dhambi wanamuwinda, wale wanaoelezwa hukumu ya Mungu juu ya dhambi zao wanamuwinda, wafalme watamuwinda, maadui wa injili watamuwinda. Kumbuka kuna mmoja alikuwa anaitwa Yohana Mbatizaji. Yule alikuwa na unabii ndani wa kimungu, hakuogopa kunena ukweli hata kwa mfalme Herode. Wakamuwinda mpaka wakamkata kichwa. Lakini sio yeye tu, fuatilia akina Yohana Mtakatifu, mtume wa Yesu. Injili yake amepata mapigo mengi mpaka kutumbukizwa kwenye pipa lenye mafuta, na wakajua anakufa, kumbe Mungu bado ameshika uhai. Wakamtupa kisiwani Patmo ili afe kule, lakini hakufa. Injili ikaendelea. Ukweli unapingwa siku zote. Akina nani hao? Akina Petro mpaka wamewambwa msalabani, kichwa chini miguu juu, na wakapigwa msumeno tumboni, ndo kufa kwao. Akina Paulo wamechinjwa kule Rumi na damu imemiminwa. Kwa hiyo ukweli huwa unapingwa. Ukiona mtu nabii anakusanya mamilioni ya watu na wote wanamshangilia yeye, halafu yote mapagani, ujue humo hamna ukweli. Ukweli siku zote ni mchungu. Ukweli unauma. Jamani, haleluya. Ukweli unauma. Ikiwa akina Katekela sisi leo tumeokoka, na mimi sio nabii mimi sio nabii, sio mtume, ni mtumishi wa Mungu. Nahubiri injili aliyonituma Yesu, niseme kweli. Kisa nimetoka Freemason, ninaumbua Freemason na wachawi na kuwaanika hadharani, na tunawaombea waliofungwa na wachawi wanafunguliwa. Wale waliokuwa wamewafunga wananiwinda vibaya mno, na ndo sijatabiri Pakosha kwa kweli. Bwana atusaidie. Ukweli huwa ni mchungu siku zote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na mimi nakwambia maneno haya ni maneno ya ukweli kutoka mbinguni. Mtafute Yesu, litafute neno la Mungu, liishi kusudi la Mungu. Achana na kutabiriwa, achana na kuombewa. Omba wewe peke yako, mtake Roho Mtakatifu alete majibu. Akileta majibu na muujiza, utakuwa na ushuhuda wa kuambia watu inawezekana. Jamani, haleluya. Mimi leo Amieli ninakushuhudia wewe kwamba Yesu ni Bwana, Yesu ni Mungu, Yesu anaokoa kwa sababu kaniokoa mimi. Ana nguvu kuliko kuzimu kwa sababu kanitoa huko kuzimu, na leo amenifanya naishi. Bwana asifiwe. Nikisema Yesu anaponya, kaniponya kansa. Mguu huu ulikuwa unaoza, ungekuwa umeshakatwa, lakini leo Yesu kaniponya. Mpaka leo nina alama ya sampuli ya nyama, ilienda kupimwa Bugando, majibu yakaja nina kansa. Natakiwa nikate mguu, nikatiwe hapa, lakini maombi ya watakatifu, siku 3 tu za maombi, kansa iliyeyuka. Nilipofika huko hospitali, wanapima wakakuta ni kidonda. Nikapewa amoxicillin na paracetamol na dawa za PPF za kukausha. Kupaka tu wiki moja, nikakanyaga, nikatembea. Paka leo bendera chuma, mlingoti chuma. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kama asingeniponya mimi, nisingesema. Sasa wewe unategemea mafuta ya upako, utahubiri nini wewe? Kuisha. Chao. Utabaki na mafuta yako. Sisi tuna Roho Mtakatifu. Utabaki na vimaji. Wengine mnanunua udongo wa Mtwala. Bakini na maudongo yenu. Sisi tumejazwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe.
Mwangalie mwenzako usoni, ukimwona amenuna ujue ana sura ya udongo wa Mtwara huo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nabii Isaya alinena kweli halisi ya Mungu. Hata kifo cha Isaya hakufa uzee mwema. Hawa wasioipenda kweli walimuua. Kifo cha Isaya walimkimbiza, wametumwa kutoka kwa mfalme. Isaya akakimbia mpaka mlimani, akaingia ndani ya mti. Wakasema aha, dawa. Ule mtu ulikuwa na tundu. Alipoingia wakachukua msumeno, wakaukata mti, wakampitia na yeye akafa. Kwa nini? Injili ya kweli lazima ina upinzani. Jamani, amina. Lakini ukweli wa Mungu haupotei. Ukweli wa Mungu ni sawa na moto, haufichwi kwenye karatasi. Utawaka tu, utawaka tu. Na mimi napenda nikwambie, mjue Yesu, ukamshike sana, hatakuacha, hautapotea. Alisema uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Upitapo kwenye maji mengi hautagharikishwa. Jamani, amina. Wangapi wananielewa? Kaa na Yesu vizuri, mshika Yesu, atakusaidia. Huyu Isaya kwa maneno yake ya kinabii anaandika ujumbe huu, anaeleza, mbona unanena Yakobo? Mbona unasema Israeli? Hukumu yangu imempita Mungu wangu, hata asiangalie. Hii neno ni title inayoeleza ujumbe huu. Hebu sema, ujumbe huu ulikuwa ni wa Yakobo na ni wa Israeli. Hebu sema Yakobo. Sema tena Israeli. Ngoja leo nikwambie na maana za maneno. Sawa sawa Neno Yakobo tafsiri yake kwa Kiswahili ni mwovu au mpagani. Kwa maana nyingine Yakobo lile maana ilikuwa mwongo. Kwa hiyo ni sawa sawa na mtu ambaye hana imani bado. Lakini Israeli maana yake ni mtoto wa mfalme ambaye ni Mungu. Maana yake ni mwana wa Mungu, mtu aliyeokoka. Jamani, amina. Isra maana yake ni prince. El maana yake ni Mungu, God. Kwa hiyo prince of God maana yake ni mwana wa mfalme ambaye ni nani? Ni Mungu. Ndiyo tafsiri ya jina Israeli. Unajua hata majina yetu nayo mwe mnayachunguza, usiiteite watu tu. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu mmoja, baba askofu, aliita mtoto wake, mke wake alijifungua katoto ka kiume, tena mapacha wawili. Akaja akaniambia, baba mchungaji, njoo uombee wanangu. Nikamuuliza, umewaita jina gani? Ameita Shadraki na Abednego. Nikasema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Unamuita Abednego mtoto, unamuita Shadraki mtoto? Mwe mnasoma vizuri Biblia. Sio kila kilichoandikwa kwamba ni kwa ajili yako. Bwana atusaidie. Jina Shadraki ni jina la mzimu. Jina Abednego ni jina la mzimu. Huyu unayemsikia anaitwa Shadraka, Mesaki na Abednego, majina yao halisi yalikuwa ni Azaria, Mishaeli na Hanania. Walipewa haya majina Shadraka, Meshaki na Abednego walipofika Babeli. Na hii miungu ya Shadraka, Meshaki na Abednego ilikuwa ni miungu au mizimu iliyoabudiwa na wazee waganga wa kienyeji wenye hekima wa Babeli. Wakipiga njanga, yanawaambia ndoto, yanawaambia maneno ya hekima. Wakija wanamwambia mfalme, mfalme anapata hotuba. Sasa mfalme Nebukadneza aliota ndoto. Ile ndoto akatangaza, aambiwe nini maana ya ndoto na aambiwe ndoto yenyewe. Watu wenye hekima walishindwa kutafsiri, wenye maarifa walishindwa kutafsiri. Maana yake hakukuwa na tafsiri ya miungu iliyoruhusiwa kutafsiri ndoto, maana ni mafumbo ya rohoni. Mungu akaifunua ile ndoto kwa Danieli.
Danieli alipoifunua akapewa kiti Ikulu, akapewa na jina la Mungu, mtafsiri wa ndoto. Lile jina liliitwa Belteshaza. Lakini baada ya kupewa lile jina, hawa vijana watatu, Hanania, Mishaeli na Azaria, wakakataa kuabudu sanamu ya Mungu wa Nebukadneza. Likatengenezwa tanuru la moto. Walipotumbukizwa mle hawakuungua, maana malaika wa Bwana aliingia akazimisha moto, ukabaki unawaka Bosen. Walivyokuwa moto unawaka, hawateketei. Nebukadneza alivyoenda kuchungulia akakuta sio watatu, ni wanne. Akasema, ni nani huyo mtu wa nne ninayemuona ndani ya moto? Wakasema, ndani ya moto kuna mwana wa miungu. Akajua kwamba maarifa ya hawa vijana sio ya kawaida. Tutawapa majina kwamba miungu imevaa watu, imekuwa watu. Kwa hiyo wakampa Hanania, wakampa jina Shadraka. Mishaeli wakampa jina Mesaki. Azaria wakampa jina Abednego, ili wawe sawasawa na mizimu ya Babeli. Haya, mwambie mwenzako, oya, vipi? Akina Meshaki mko wapi? Akina Abednego mpo wapi? Litakasa hilo jina kwa damu ya Yesu. Hiyo mizimu isikufuatilie kwa jina la Yesu. Uwe Abednego anayeenda mbinguni, sio wakilingeni, katika jina la Yesu aliye hai. Nisaidie kusema amen. Kwa hiyo majina yote yana maana. Huyu Israeli maana yake ni mwana wa mfalume Mungu. Sasa maneno haya twende pamoja. Anaposema mbona unanena Israeli, anaongea na mtu aliyeokoka. Unapenda nikwambie? Ninanena na mtu aliyeokoka hapa. Ninanena na mtu aliyeokoka hapa. Lakini anaposema mbona unanena Yakobo, ananena na mtu ambaye hajaokoka. Na hubiri injili hata kwa wapagani wasikie. Jamani, haleluya. Mbona unanena hukumu yangu imempita Mungu wangu asione, haki yangu imemfanya Mungu haniangalii. Akauliza, hukujua wewe? Haukusikia? Yeye Bwana Muumba wa miisho ya dunia hazimii wala hatoki, akili zake hazichunguziki. Anawapa nguvu wanaozimia, anawaongeza nguvu wasio na uwezo. Jamani, haleluya. Mungu wetu sisi, usichojua ni hiki: yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Si nani, sisi sote ni wana wa Mungu. Uwe Mwafrika, uwe mzungu, uwe Mwarabu, uwe Muhindi, wote ni wana wa Mungu. Uwe mweusi, uwe mweupe, uwe zeruzeru, wote ni wana wa Mungu. Uwe mwembamba, uwe tunyenye, uwe lile tunyenye lile, wote ni wa Mungu. Jamani, haleluya. Na anagawia mvua hata wema na wabaya. Ila anachotangazwa ni kitu kimoja: wanaomtegemea Bwana wanapata nguvu mpya. Jamani, haleluya. Yaani wanaookoka na kusema Bwana niye msaada wangu, hao anawasaidia. Unapenda nikwambie? Mungu wetu sisi hayuko mbali, hayuko mbali. Mungu yuko karibu sana. Na nataka nikwambie uelewe neno hili. Hapo ulipo, hapo ulipo, hebu mwambie mwenzako hapa. Yesu yupo hapo. Mungu yuko hapo. Roho Mtakatifu yuko hapo. Yale mapito magumu uliopitia, magonjwa unayopitia, umasikini unaopitia, unavyowangiwa na wachawi, unavyotabiriwa kufa, yanavyonenwa maneno ya laana juu yako, Mungu yuko hapo anayaona. Na ndio maana asingekuwepo, usingekuwepo, ungeshakufa.
ungeshakufa. Bwana asifiwe. Lakini kwa nini hujafa? Amezuia, amezuia. Na kama amezuia, hautakufa. Hesabu ya siku zako iko mikononi mwake. Sasa kama yuko hapo hapo, kwa nini yanafika hapo? Kwa nini majanga yanakuwa mengi? Mungu anahitaji ruhusa yako ili akusaidie. Ndiyo maana Yesu aliongea kwenye kitabu cha unabii wa Yohana, Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 20, anasema, tazama nasimama mlangoni ninabisha, kama mtu akisikia sauti yangu akaufungua mlango, nitaingia. Kufungua ni kufanyaje? Kuamini neno la Mungu, kumkiri Yesu Kristo, kuacha njia mbaya na kuamua kuokoka. Tukigeuka, Mungu anaingia, anatusaidia. Jamani, haleluya! Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Hata uwe na dhambi nyingi kiasi gani, Mungu ni neno dogo kukusamehe. Hata watu wao wamesema haitawezekana, kwa Mungu yote yanawezekana. Tena Mungu ni mwingi wa rehema. Jioni ya leo nisikilize, geuka, inawezekana kusamehewa. Haleluya, Bwana asifiwe. Nilikuwa nahubiri sehemu moja, nikaletewa baba moja saa 5 usiku, nikapigiwa simu. Ilikuwa niseme tu hiyo sehemu ilikuwa Kigoma mjini pale, kanisa moja la EAGT. Wakati nahubiri injili ile, nimemaliza, nilishuhudia sana siri za Freemason na kuzimu. Imefika saa 5 usiku, nikiwa nyumbani nimepumzika, nikapigiwa simu, namba mpya. Ile napokea, sauti ya mwanaume. Akasema, wewe ni mchungaji Katekela? Nikasema ndio. Akasema, bana, mimi naitwa fulani bini fulani, niko hapa Kigoma, sehemu moja inaitwa Mlole. Nikasema sawa, unasemaje? Akasema, nina mambo mengi mazito, naona kama wewe ndo unaweza kunisaidia, lakini my last chance is today. Yaani nafasi yangu ya mwisho ni leo, ikipita sina nafasi tena. Chonde mtumishi, na kuomba, niko tayari niagize usafiri uje ukuchukue popote ulipo. Sasa mimi nikajua, naijua hiyo, uje unichukue nilipo, kama ni wasiojulikana uje uniteke wewe, naijua hiyo. Nikamwambia hapana, eleza wewe ulipo, nitakuja mimi. Akasema okay, panda pikipiki au gari au bajaji, njoo mpaka Mlole. Ukifika Mlole penye minara ya redio, wewe nipigie simu, tatuma vijana waje wakuchukue. Nikajipa imani, nikapanda pikipiki usiku saa 5 kwenda saa 6 mpaka hiyo sehemu. Nikampigia, nikamwambia nimefika. Akatuma vijana, walikuja vijana na gari kali, yaani hizi V8 hizi za kisasa, toleo jipya, hizi za milioni 540. Yaani naingia ndani ya gari unafikiri niko kwenye ndege au aise. Kuna gari ambayo ukiingia mzee, hata itembee husikii, hata ipige bamu, rough road ni kama lami tu. Kuna watu wana maisha, acha tu, ila wakimkosa Yesu bado ni hasara taslimu. Bwana asifiwe. Nikaingia kwenye hiyo V8, katembea mwamba, dakika chache tumefika. Nikaona mjengo wa maana. Unajua mjengo, yaani bati tu, ni zile bati ambayo ukiikonga hivi hailii mbamba, inalia ndo. Nikashuka ile gari, wananiambia mtumishi karibu. Yaani uwani tu wamepiga tiles ile ya Kihindi, inchi 60 uwani. Naingia hivi ndani, wameweka tiles ya kioo, sijui wameifiatulia hapo. Unakanyaga hivi unajiona kule. Yaani nikawa mimi mwenyewe natafakari, hivi hapa ni mbinguni au wapi?
Nikawa nasema hapa nikipewa ugali mwanangu nagonga hapa tu, wala hamna shida ya sahani. Yaani hapa pazuri. Nikapelekwa hadi sebureni kucheki sebule, yaani kiti tu, sofa ukikaa unasema hamna, hii sio sofa ya kawaida. Unatamani ulale, kaa air fresh. Alafu kuna tule air fresh ambapo yani hata ukipumua vibaya kanatema air fresh nikanafuta, kanaleta harufu nzuri. Yani hata ukijisaidia pale ile ukipumua tu kenye kanapiga kanafuta. Kuna watu wamejaliwa ukiongea ukacheka kwa sauti, na sisi tulivyojaliwa sauti ya zege, sauti ya bomba, ukicheka tu kanacheka kanafuta harufu. Nikasema leo nimenaswa. Sasa kikanishitua kucheki vile viti vimewekwa na manembo haya hapa, manembo haya hapa, manembo haya hapa, manembo haya hapa. Nikajua hapa tayari nimenasa kwa konki. Nikakaa kimya hapa moyoni na nena, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nikafikiri jamaa sasa vile nyumba yake ilivyo, yani nikajua ni bonge la mtu linalotembea na mabodigadi kama waziri anakuja kutokea. Bora hata mimi nakaa kitambi ka ugali, anakuja kutokea maskini ya Mungu, hadi nywele imeanza kubadilika rangi, ana weupe wa ugonjwa, ana tumbo kubwa, kamwili kembamba, anatembea anaburuza miguu. Akafika mpaka mbele yangu akasema, Katekela, karibu mtumishi, nimekuona, yamkini nikapona haki ya Mungu. Nikasema ni wewe ndo Paulo? Ni wewe? Haya, karibu. Akakaa akaniambia, baba mchungaji, nimesikia simulizi yako, wewe ulikuwa gwiji wa wachawi, si ndio? Nikasema ndio. Wewe ulikuwa mwanachama wa Freemason? Nikasema ndio. Kitengo gani? Nikasema nilikuwa Dark Angel Whitecraft, Juzi Whitecraft, Secret Society. Akasema ulikuwa kwenye nafasi gani ya wadhifa? Nikasema nilikuwa Conk Master. Ulikuwa kwenye kiapo namba ngapi? Kiapo namba 11, kiapo ya damu. Joka kuu namjua? Nikasema namjua, na mimi nilimiliki, nilikuwa Tenzi Master. Hivi wewe ulikuwa kwenye eneo gani? Nikasema Chief Star, Alpha ni Star. Nimekupata. Sawa, niambie unasemaje wewe? Okokaje? Najua hata wewe unataka kujua nimeokokaje. Kesho nitakwambia, sio leo. Bwana asifiwe. Nikamwambia hivyo ndo nilivyookoka, na sasa sio yule, sio Freemason tena, sio mchawi tena, sio chifu tena, sio wakala tena, ila ni mtoto wa Mgalilaya Yesu, jiwe juu ya jiwe, bendera chuma, mlingoti chuma. Akaniambia watu wanaoeleza hizi siri saa hizi wangekuwa walishakufa. Umefanyaje hata haujafa? Nikasema Biblia imesema hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Sheria ya roho uzima imeniacha huru, na itoshi Bwana Mungu wa miisho ya dunia azimii wala hachoki, amenihurumia, amenifuta dhambi. Nikamwambia unasemaje? Akaanza kulia, sina bahati ya kuishi tena duniani,
saizi nakufa, kesho nakufa. Nikasema wewe sasa sikiliza, wewe acha kuongea habari za kufa kwangu. Umeniita, nimekuja hapa, haufi tena. Kristo Yesu yupo hapa, haufi tena. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo yuko hapa, haufi tena. Unapenda niseme? Piga kelele kwa Bwana, sema amen. Haijalishi wachawi wamenena nini juu yako, tangu sasa natangaza haufi tena. Alishakufa Yesu msalabani kwa ajili yako, haufi tena. Kristo Yesu amedhihirishwa, kazi za Shetani zinavunjika, haufi tena. Yule baba akaniambia, akasema, baba mchungaji, nisikilize. Nikasema sawa, mimi sijaapa viapo vingi, niko daraja la pili, nina viapo 5. Nikasema umepitia wapi wewe, mlango gani? Maana Freemason ina milango 36 iliyogawanyika kwa nyota 12 alama 666. Nikamwambia wewe umepitia mlango gani? Akataja kuna mlango unaitwa mlango wa Ratik. Ule mlango wa Ratiki ndio ile unasikiaga watu wananena kwa lugha, ndira bakacheka robo saka robo sandabira raba sandabira robo sandabira. Ukisikia mtu ananena hivyo robo saka robo sandabira, sio Roho Mtakatifu, sio Roho Mtakatifu, ananena vya kishetani. Hiyo ni lugha ya kishetani, ndio Raktis. Sasa alivyoongea hiyo Latix, alivyoongea nimepitia mlango wa Latix, nikamwambia Latix sawa, hebu nieleze kodi namba yako ni ipi? Maana kuna kodi namba 3, kuna kodi namba satanist, kuna kodi namba satanike, kuna kodi namba satanis. Akasema nimepita mimi kwa satanis. Satanis ni kodi namba ya kafara, satanist ni kodi namba ya machifu na malikia wa kuzimu, ila satanike ni kodi namba ya uchawi na ushirikina, mauaji. Kwa akasema ni satanist. Nikasema kafara sawa, umetoa kafara nini? Alikaanza kusema, akasema mchungaji, mimi hapa kwanza nisikilize, mimi nimeoa wake 16, nimezaa watoto 33, na Mwenyezi Mungu huyo amenibariki, nina nyumba kama hivi 22. Tena nyingine alisema iko Iringa, sijui Iringa sehemu gani, hapa mjini hapa. Kwa maana nakwambia hii mjini, hapa mjini pana mavimbwanga mengi humo. Siku moja tuingie kwenye maombi, Mungu ayafurushe, mtashangaa sana. Akaniambia, sasa mchungaji, katika wake 16 mke aliye hai ni mmoja. Nikamuuliza wa 15 wako wapi? Nimeshawatoa kafara, walishakufa. Katika watoto 33 watoto waliopo ni 2 tu. 31 wote tulishakula nyama, na mama na baba walishakufa, tulishawala. Tuko 6 kwenye familia yetu, 4 tulishawala, wamebaki mimi na dada yangu. Nikasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mali hizi, akasema kafara yangu kila baada ya miezi 3 napeleka ng'ombe 12 beberu ziwa Tanganyika, bali natoa kafara ya Ghabiri. Kuna kafara ya Ghabiri, maana yake ni damu changa unayoipenda, mtu rijali, mwenye samani mbele za watu, mwenye nyota kali. Nikamwambia sasa umeniitia nini? Akasema nimekuita kwa sababu jana ndio nimepeleka ng'ombe 12 na kafara ya Ghabiri, lakini wazee wa Ngwasuma
master mason wamesema wanahitaji beberu mwenye ndevu. Beberu mwenye ndevu maana yake ni wewe, yaani ni zamu yake na yeye afe. Hebu sema kwa jina la Yesu. Shetani hana huruma. Unamtumikia anakula ndugu zako, unamtumikia anakula watu wako, unamtumikia anakula maisha yako, anapoteza muda wako na mwisho anakunyonga na wewe. Ninyi ndugu zangu mnaotamani kujipeleka kwa mashetani, nisikilizeni katika hili. Hakuna kitu cha bure kisicho na gharama. Bwana atusaidie jamani, haleluya. Huwa mnaona mabango yanasema jiunge na Freemason utapata mali bila kafara. Wewe ile ni gusa unate shika uvimbe, usisubutu. Alafu usichojua ni hiki, Freemason haitafutwi, ila wenyewe ndio wanakutafuta. Ukiwatafuta wewe, watakachokifanya wanakunyonya damu au wanakunyang'anya nyota. Ndio maana watu wanaotafuta Freemason wanaishia kuwa wehu, wagonjwa, wenye matatizo chungu mzima, na mwisho wanakufa vibaya, wamemaliza ndugu zao. Ila hao unaosikia ni Freemason, nyota zao zimeonekana, wamefuatiliwa kuanzia kwenye mashule, kwenye biashara, kwenye mahuduma, kwenye makazi, wakapewa ile bonus, wakawa wamevutwa, wakaapishwa kiapo cha siri, mwisho wakaapa kiapo cha damu, wakaapishwa na wakapewa na joo, wakawa wanachama. Kwa hiyo haitafutwi, inakutafuta yenyewe. Kwa hiyo unapotamani kujiunga na shetani, ujue unachokitamani unachokoza nyuki kwenye mzinga wakati una kinga. Hakuna mafanikio yasiyo na gharama, hayapo. Kama yangekuwepo akina Katekela tusingeokoka. Mimi nilikuwa na magari 117, gorofa nilikuwa nazo 29, nilikuwa na ndege ya rohoni ambayo nilinunua kwa pesa ya Kitanzania bilioni 998. Nilikuwa tajiri. Lakini kwa nini leo natembea kwa mguu na naendesha hako kagari gari? Ni kwa sababu nimeona uhai na usalama ni Kristo Yesu. Vile vitu vingine vyote ni vya kishetani, ni kama mavi tu. Usiponielewa utapotea, damu yako itadaiwa juu yako mwenyewe. Nisikilize nikwambie, shetani ni kama simba ungurumaye akitafuta mtu ammeze. Ashukuriwe Mungu kwa kumtuma mwanawe pekee ili afe kwa ajili yetu, yaani Yesu Kristo, na amwaminie Yesu hatapotea. Mimi nakwambia hivi, kuliko leo hii nimwache Yesu, niko tayari nichinjwe. I'm ready for death. I'm ready anytime. Niko tayari nichinjwe, ila nisimwache Yesu. Kwa sababu najua nikimwacha Yesu, sijui kwanza hata siku 2 zitaisha, watanidedisha chap. Chap. Bwana atusaidie sana. Nyinyi mliookoka, mshikieni sana huyo Yesu, msimwache huyo Yesu. Mmechagua fungu jema. Usione hali ngumu ya maisha unayopitia, furahi tu. Yajayo yanafurahisha. Bwana atakubariki katika hiyo hali. Usijichanganye kumfuata shetani, unaenda kufa vibaya. Ndio maana mwandishi anasema maneno haya, bali wao wangojea Bwana watapata nguvu mpya. Ngoje Bwana ukaishi. Ngoje Bwana ukaishi. Ngoje Bwana ukafanikiwe. Come on, sema amen. Ndugu yangu, rafiki yangu Paulo akajikuta amemaliza wazazi, amemaliza ndugu zake 4, amemaliza watoto 31, ameua wanawake 15.
na bado wakamwambia ni zamu yako na wewe. Nikamwambia sasa, mtoto wa Yesu, nimefika hapa, haufi. Akasema, mchungaji, nasikitika, hii nyumba hii ilivyo nzuri ni ya kwangu, lakini siruhusiwi kulala humu. Nikasema akaongeza akasema, hata chakula siruhusiwi kulia hapa. Nikamwambia, oya mzee, sikiliza, umenigusa tena, nilikuwa sijara nyumbani, umenivurumusha, ugali ndo uko kwenye sahani, nina njaa, nataka kula, na ili ujue Yesu yupo, tunakula hapa mimi na wewe. Akasema, sasa hii saa 6 mchungaji, utapata wapi hicho chakula? Nikasema, hatupiki hapa Kigoma. Kuna sehemu moja inaitwa Urusi, maeneo ya kwa Mchaga, kuna kahoteli saa 24 kapo. Nikasema, kanendeni mkachukue chipsi kuku za kutosha na juishi zile kubwa za 5,000 mlete, tunakula hapa. Wakaenda wakayachota, hela si wanazo, wakayazoa wakaleta. Walipofika hapo, mtumishi huyo Paulo akasema, mimi siruhusiwi kula, ni kila tu ole wangu. Nikasema, najua mikataba ilivyo, lakini leo Bwana ameingia. Unajua Yesu akiokoa, vifungo vyote vinavunjika, mikataba yote inavunjika. Na ndio maana nataka nikwambie hivi, hata kama wamekwambia usile nyama yenye miguu minne, mara usile hiki, kwa Yesu unakula na haufi, unaishi. Haleluya, Bwana asifiwe. Maana mimi mwenyewe wakati ni mwanachama wa mapepo, nilikuwa ni marufuku kula matembele, marufuku kula nyanya ndole, hizi nyanya chungu, marufuku kula papai na parachichi, marufuku kula muhindi wa kuchoma. Kitimoto ndo isisogee kabisa, ifie mbali. Mbuzi yenye ndevu nisiguse, ilikuwa ni mwiko. Ili nile nyama yenye miguu minne, kabla hawajaimalizie kuchinja, nipewe damu ninywe, ndipo nitakula hiyo nyama. Tulikuwa na masharti yanatutesa. Shetani, tunaona hawa watu wanaokula nyama sijui, alafu wanavimba, wanajikuna. Wewe, hizo sio allergy za kawaida, na mapepo yamo. Na ndio maana nikwambie, kama umeokoka, hizo allergy zikatae kwa jina la Yesu. Kula kila kitu vilivyotakaswa na Bwana, si najisi, kula. Jamani, haleluya! Wangapi wananielewa? Tuko pamoja? Nikamwambia, hebu kwanza hatujala, nionyeshe unakulaga nini na unalalaga wapi wewe. Paulo akaniambia tushuke, tukashuka. Akaanza kunitembeza nyumba za uwani. Nikakuta chumba cha kwanza kina kuku wamefugwa, chumba cha pili kina sungura, chumba cha tatu ni sebule, inakaa jiko wanasongea hii jiko la mkaa, kuna unga wa mahindi, hii wanahitaji dona, kuna madagaa yale ya Mwanza, yale ya mawe yale yapo humo, kuna kamfuko kana maandazi na mikate ya pale Kigoma. Halafu kwa ndani humo kuna godoro lipo chini, limetandikwa na shuka, limeshazeheka kama la babu wa miaka 89. Ndo akasema, hapa ndo nalala mtumishi. Na kwa siku nakunywa, asubuhi nakunywa kikombe kimoja cha chai ya bila sukari, andazi moja au silesi 3 za mkate, sizidishi. Chakula cha mchana ni kikombe kimoja hiki cha unga wa dona na hizi dagaa. Nikasema, sasa we tajiri,
Utajiri wako ni nini sasa? Heshima tu, tunaogopa kuumbuka. Nikakumbuka hata mimi nilikuwa Freemason, nilimiliki magorofa wakati mama analala chini na baba analala chini. Siruhusiwi kusaidia ndugu yangu hata huyu, ila nasaidia makahaba, nasaidia matapeli, wavuta bangi, wachawi. Tunanunua uchawi na mandege ya kipepo. Joka langu mimi nililokuwa na miliki lilikuwa ni la bilioni 90 pesa za Kitanzania. Nilikuwa na kafimbo ambako nikifika hata kwenye kaburi na chapa kaburi pa maiti inapanda. Kale kananunuliwa milioni 700. Nilikuwa na majini 250. Jini mmoja ananunuliwa milioni 350, mwingine milioni 400, mwingine milioni 900, mwingine bilioni 1.5. Kama jini mmoja anaitwa na Kaimu Muzamili. Haya yote yanauzwa hela ndefu, yanapatikana visiwa vya Seychelles na Comoros. Sehemu zingine hamna. Hivi vifaru hivi, kifaru kinauzwa hela ndogo milioni 80. Ndio maana hawa waganga wa kienyeji wasiwatishe. Waganga, ukimwona mganga ana kifaru, huyo ndo mganga. Kifaru ni jini ambalo linampa nguvu ya makongoro na utambuzi. Bwana atusaidie. Sio hao waganga wanauza hamna lolote. Ndio maana mimi nakwambia wapagani na wahurumia. Kuna mzee mmoja alikuwa anahubiri siku moja, nikacheka sana. Yule mzee alifanya comedy, anaitwa Hananja. Alishuhudia kitu nikacheka, akasema aliwahi kukamata jogoo, akamnyonyoa manyoya yote, akumchinja, akamuachia, akamfunga kitambaa tu shingoni chekundu. Alipotembea hivi, mshua akamuona, akajua amerogwa, akauza hadi kiwanja. Tatizo la watu, tuna hofu. Lakini ungejua kuna vingine mnatishwa havina nguvu. Lakini kama huna Yesu vitakutesa. Ila ukiwa na Yesu, hata aje shetani mwenyewe atapigwa. Maana wangojao Bwana wanapata nguvu mpya. Bwana asifiwe. Rafiki yangu Paulo akaanza kulia. Nikamwambia, sasa Paulo, twende ndani kule kwanza. Mimi sikai huku mimi, huku kwa masikini. Twende kwa tajiri kule. Tukaenda kwenye ile nyumba ya kishua ile. Tumefika pale kwenye vile viti. Ndugu yangu, ikafika ile V8 na park nje. Tayari juisi zikatua, chipsi, kuku watatu wazima wakapangwa hapo. Nikasema leo tunakula hapa. Wewe na mimi sote tunakula. Na vijana wako, wakaletwa vijana 4 wanaomlinda wale mabodyguard wale wa Masonic. Wakaja wakasimama, nikasema wekeni fimbo chini. Wote wakaweka. Nikamwambia vueni medani. Kuna zile medani za V. Wakavua zote, weka hapo. Nikamwambia kaeni hapo, leteni cheni zote, wakanipa. Leteni bikari, wakanipa. Leteni bakuli zote za damu, wakaleta. Leteni tenki la damu, wakaleta. Leteni vibuyu, wakaleta. Nikasema kwa jina la Yesu, leo nimeviteka. Unajua, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Waliookoka jipige kifua namna hii. Alafu jiambie, mimi sio mtu wa kawaida. Jiambie tena, mimi sio mtu wa kawaida. Watashindana na mimi, hawatashinda. Na kuanzia leo ichukue imani hii. Pokea ushindi dhidi ya nguvu za giza. Wakashindane na wewe, hawatakuweza. Katika jina la Yesu aliye hai. Piga kelele tena, sema amen. Unajua Biblia, tuliishi hili neno hata tuliookoka. Tuliishi hili neno. Mungu alimwambia Joshua, hapatakuwa
na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele. Lakini mstari wa 3 anasema kila mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yako nimekupa. Hilo neno alikuishia kwa Joshua, hata kwetu leo linafanya kazi, linafanya kazi. Unapokanyaga sio wewe, ni Mungu amekanyaga. Unachokisema sio wewe, ni Mungu amesema. Piga kelele, sema haleluya. Ndio maana tuliokoka hatuogopi. Hatuogopi. Wachawi ni mende, wachawi ni viroboto tu kunguni hao, wasikutishe. Na mimi natangaza, kama wachawi wapo hapa wanajua kuloga, waniroge mimi, bendera chuma, mlingoti chuma, waniroge hapa. Wakinitoa hata kamasi, waje wachukue 500 mama yangu, vijangarakata hivyo visikutishe chochote. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako, pandisha imani katika Kristo. Wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Sema amen. Yule jamaa akasema, hivi nitaweza kula? Nikamwambia, utakula. Nikaombea ile kuku, nikaombea chipsi, nikamwambia, leteni bilauri hapa. Zile bilauri mnazo yapaga yale mazee yakija humu kwenye vikao, zileteni hapa. Leo tumeteka vitu vyote ni vyetu. Wakaleta, nikavitakasa kwa damu ya Yesu, nikamimina pale juisi, tukaanza kugonga. Wanangu, kuku ilikuwa tamu hiyo, juisi tamu hizo. Tukala pale nikawa freshi, mtu mzima, nimechiba, niko freshi, yani niko baridi barafu. Sitikiswi sikuswi mwanangu, mambo mswano ile mwanangu, kama kawaida. Shika unate gusa uvimbe, mtu mzima atishiwi nyau. Ara! Nimemaliza kula pale, nikamwambia, sasa leta fimbo yako. Akaleta fimbo. Nikamwambia, leta funguo zote za nyumba hii. Ile nyumba ilikuwa na vyumba 8. Nikapewa ile funguo. Nikasema, malaika, na kuita Mikaeli hapa pamoja na mwamba Roho Mtakatifu. Tunaanza operation chumba kwa chumba, mlango kwa mlango, madhabahu kwa madhabahu. Kila kisicho Mungu lazima kife, lazima kife. Alafu humu ndani, hii nyumba ninaiteka mateka, itakuwa ya Bwana. Tukaanza, nikamwambia Paulo, kaa pale kwenye masofa yale, wala tuliza munkali, tuliza mkazuzu, pressure, tulia. Mtoto wa kiume nimetulia, sina mbaya. Kama mbaya iwe mbaya, ngoja mimi Bwana anisaidie. Nilianza kuimba kapambio, kakaletwa na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Ni nani awezaye kushindana na Bwana aliyemwaga damu yake msalabani? Ni nani awezaye kushindana na Bwana? Nikafungua mlango wa kwanza. Kufungua hivi, Mungu wangu, popo, maelfu ya popo, yani chumba kimejaa mapopo. Nikasema, kwa jina la Yesu, wote na wapiga upofu, ninawanyang'anya mamlaka ya uhai, shuka chini. Yakashuka chini, kuangalia, nikasikia nikamulika tochi. Yani nyumba, umeme uko sebuleni na kwenye korido. Vyumba havina umeme, ni giza, na havina madirisha, hayafunguliwi, maana ni nyumba ya wazee wa Ngwasuma. Nilipomulika kwa tochi yangu kucheki, kinachonguruma ni kobogo mweusi ti, anatema vimatemate pale, anahangaika. Nikasema, leo ama zako ama za Yesu. Nikaichukua ile fimbo. Ile fimbo ya kitemi inakuwaga nje ni fimbo, ila ukiivuta hivi ni kisu ndani.
Nilivyonyenyua kisu kikatoka, nikamfuata nyoka, nilimpa hii kichwa pale, mwili hapa. Nikasema sasa naita moto, popo zote najua ni misukule, ninawanyonga katika jina la Yesu, kufa. Dakika chache nikaona vyote vimekufa. Nikasema Roho Mtakatifu, chumba namba 1 kazi tumemaliza, twende chumba namba 2. Tukaingia chumba namba 2, tukakuta ngozi, mara ngozi ya kamguu ka mtoto mchanga, mara sikio la mbwa, mara jino la tembo, mara vitu vya ajabu vingi. Nikasema hii ndio hazina yake. Nikayakusanya yote, nikasema kaeni hapa, atoki mtu leo, mnakula moto. Nikaenda mlango namba 3, fungua, nikakuta kuna mgomba wa ndizi umeanza kukauka pamoja na masanda pale. Nikamuita yule Paulo, nikamwambia, Paulo, huyu mgomba wa ndizi ni nini? Akasema, huyo ndo yule mke wangu aliye hai. Nikajua huyo mke aliye hai, kama mgomba huko hapa na umekauka, yeye sio mzima, kuna mahali yupo ni zezeta. Nikasema sawa. Nikakamata ule mgomba, chana, piga kile kisu, nikalikata, nikalikusanya hapo, na yale masanda, viungu vitatu vina damu, piga mateke, kanyaga, nikakusanya hapo. Nikatoka mlango wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, vitu vyote nikakusanya kwenye chumba hiki kile chenye popo. Nikasema sasa tumeshiba, ni zamu ya kuvipiga kibla. Nikasema malaika mchinjaji Mikaeli, shuka na upanga. Alafu yule roho aliyemchinja Anania na Safira kwa dhambi ya uongo, shuka tuchinje.